na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kanisa tunajenga. Kanisa linajengwa na wenye moyo, na Mungu anataka tumtolee kwa moyo wa kupenda. Je, mnapenda kumtolea Mungu? Hongereni sana. Awali ya yote, nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha sisi sote kuwa hapa katika shughuli hii muhimu ya harambee ya kihistoria ya kuchangia ujenzi wa kanisa. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa kusimama mbele yenu leo nikimwakilisha Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, katika tukio hili la kihistoria na la pekee sana. Aidha, ninaleta salamu nyingi zenye upendo kutoka kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais, na Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye mimi ninamwakilisha hapa, na viongozi wetu wakuu hawa wanawapongeza kwa hatua hii nzuri ya kuliombea taifa letu na ya kumjengea Mungu nyumba nzuri kwa ajili ya ibada. Baba Askofu, pokea salamu na pongezi hizi kwa niaba ya washirika wote. Mheshimiwa Baba Askofu, kwa kuwa na mimi ni mara yangu ya kwanza kusimama mbele yenu, nipende pia kutumia nafasi hii kujitambulisha kwenu rasmi na kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuniamini na kuniteua kumsaidia kama naibu waziri, ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano. Ninamwahidi mbele ya Baba Askofu na wachungaji wa majimbo, viongozi wa serikali, kwamba nitafanya kazi kwa juhudi na weledi ili kuhakikisha jukumu alilonipa Mheshimiwa Rais wakati wa uapisho wangu la kuratibu mahusiano baina ya serikali na makundi ya jamii, ikiwemo taasisi za dini, wadau wa siasa, asasi za kiraia, mashirika yasiyo ya kiserikali, ninalitekeleza vyema na kwa uhodari uliotukuka. Mheshimiwa Baba Askofu, nimesikiliza kwa makini historia ya eneo hili linaloitwa Ndolage. Waasisi wa kanisa walifanya kazi nzuri ya kuanzisha taasisi mbalimbali juu ya kilima hiki zenye mtazamo wa kuwekea mkazo maana ya halisi ya jina Ndolage ili mwanadamu ahudumiwe kiakili, kimwili na kiroho. Huu ndio utume halisi wa Bwana Yesu, ili mwanadamu ahudumiwe kwa ukamilifu. Uwepo wa shule, chuo, hospitali na ushirika ni mkakati tosha kwa wananchi wa mkoa huu wa Kagera na nje ya mkoa pia kwa ajili ya kupata huduma za kiafya, kimwili pamoja na kiroho. Mheshimiwa Baba Askofu, binafsi nimefarijika kuona wadau wote mnaendelea kuwa na umoja, imani thabiti na bidii kwa Mwenyezi Mungu. Mshikamano wenu katika ujenzi tangu mmeanza hadi hatua mliofikia ni ishara tosha kuwa hakika ninyi ni wafuasi wa Kristo wenye kupenda maendeleo ya kanisa na jamii kwa ujumla. Lakini mkizingatia msemo usemao umoja ni nguvu, hivyo nitoe pongezi za dhati kwa kamati ya ujenzi. Mmepata mwanakamati mpya leo pia, na wapongeza kwa hatua mliofikia, kwa viongozi wa kanisa na kwa waumini wote ambao mmechangia ujenzi wa jengo hili zuri. Ujenzi huu hautakuwa ni kwa ajili ya huduma ya kiroho tu, bali itakuwa na mambo matatu. Kwanza, kituo cha malezi
ambako ndoa zinapoandaliwa na vizazi vipya vikajifunza maadili, heshima, utii na upendo. Kwa hiyo kumbe uwepo wa ushirika ni wa muhimu sana katika jamii zetu. Lakini pili, hiki ni kituo cha matumaini ambapo wakati wa shida watu hukimbilia hekaluni mwa Mungu kutafuta faraja na nguvu mpya ili hatimaye maisha yaendelee. Badala ya kuimarisha magereza, ni vema kuimarisha sharika ili wananchi wanolewe, wawe raia wema na bora, hatimaye kesho wakosekane magerezani. Na tatu, kanisa ni kituo cha huduma. Kupitia kanisa, kwa kushirikiana na serikali kutoa huduma kupitia sekta za elimu, afya, misaada kwa yatima, wajane na wenye uhitaji. Na kwa hili nipongeze Mheshimiwa Sima, mwakilishi wa mkuu wa mkoa ametamka, na mkuu wetu wa wilaya ametamka pia kwamba mna ushirikiano mzuri na serikali. Kwa hiyo huduma bora zinakuwa zinawafikia kwa wepesi. Baba Askofu, nimeambiwa kuwa waumini tayari mmefanya kazi yenye thamani ya shilingi milioni 265,827,268. Mchango huu ni mkubwa sana. Natumaini leo tutaweza kufikia lengo la kukusanya michango kukamilisha nyumba ya Mungu. Naomba kila mmoja ajitoe ili tumalize kazi hii, tuweze kuvuna baraka kutoka kwa Mungu. Tunafahamu habari ya Kornelio. Sala zake na sadaka zake zilifika zikawa ukumbusho mbele za Mungu, akatuma malaika kwenda kumpelekea habari. Ifikie wakati na wewe Mwanandolage, sadaka yako ya ujenzi, atumwe malaika akwambie kwamba imemfikia Mungu. Mheshimiwa Baba Askofu, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imeweka msisitizo mkubwa kabisa katika kujenga mshikamano na wadau wote wa kijamii. Ndio maana tumewasikia viongozi wakisema mnashirikiana na kushikamana vizuri. Ushirikiano huu unaleta maadili, mshikamano na maendeleo ya pamoja. Serikali inaendelea kuamini kuwa maendeleo endelevu yanajengwa juu ya ushirikiano, maelewano na mazungumzo kati ya serikali na makundi yote ya kijamii. Na hapa ngoja niongee, ni jana tu nimetoka kukutana na viongozi wa taasisi za kidini, BAKWATA, CPCT, CCT na SDA. Na kwa kauli hii tuliyosoma hapa, mwenyekiti wa BAKWATA alisema wanaokaa mezani na kuzungumza hawagombani. Ndio maana serikali imefungua mlango kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano ili tuweze kukaa mezani na kuzungumza. Na Mheshimiwa Rais alinipa jukumu mahususi la kuratibu na kuimarisha mahusiano haya ya kujenga jamii yenye mshikamano, kuimarisha mazungumzo ya kijamii na kuhakikisha kila kundi linashiriki katika ujenzi wa taifa kwa amani, umoja na mshikamano. Ndio maana tuna kauli inasema kazi na utu, tunasonga mbele. Aidha, risala yenu pamoja na harambee inataja mambo mawili mnayoyaomba. Mmeomba barabara ya lami kilomita 4.8 kutoka Kamachumu hadi kwenye hospitali ya Ndolage, pamoja na wafanyakazi kushikishwa na wale wa ruzuku. Maombi haya ni muhimu sana kwa ustawi wa wananchi wetu. Na niwaambie tu kwamba, niwaweke wazi, kama mlikuwa mfuatilii mbunge wa mahali hapa, msijiulize kwa nini nimemwelekeza ingie kwenye kamati.
kila akisimama bungeni ni hii barabara, ni hii barabara. Yaani amewakuwa yeye na waziri husika, yeye na TAMISEMI juu ya suala hili mliloongea la wafanyakazi wa kushikizwa na wale wa ruzuku wa hospitali. Hili suala na mimi sasa ninalipokea kwa kuwa linatakiwa limfikie mwenyewe waziri mkuu, lakini mbunge alishawasilisha na waziri husika mwenye dhamana ilishatengewa bajeti. Tumpige makofi mbunge wetu. Tutayawasilisha pia kwa ajili ya kuchochea uharaka wa utekelezaji, kwa sababu serikali yetu hii ni sikivu na Mheshimiwa Rais ametutuma kusikiliza, kutatua na kuleta suluhu. Kwa hiyo suluhu ya haya mambo mawili inakwenda kupatikana. Mheshimiwa Baba Askofu, nitoe wito kwa waumini na wageni wote waalikwa, kwa kupitia harambee hii jengo litakamilika. Sema litakamilika. Ujenzi wa jengo ni jambo moja, lakini uwajibikaji ni jambo la pili. Niwaombe mjaze kanisa. Kanisa lijae watu, sio matofali na urembo peke yake. Yesu alisema, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala. Nyumba ijae watu. Lakini pili, dumisheni umoja, upendo, utulivu na amani ya nchi yetu, kwani ni jukumu letu sote. Na kama tulivyoshikamana kujenga, basi tushikamane kuepuka migogoro inayoweza kusababisha uvunjifu wa amani na kutuondolea utulivu tulionao, kwani taifa likitawanyika hata kanisa haliwezi kusimama tena. Mheshimiwa Baba Askofu, nihitimishe kwa kusema kuwa leo si siku ya kusema tumechoka. Yaani leo hapa ndio tunaanza kuchangia ujenzi. Kama ulishachanga basi jiambie ndio tunaanza. Na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ameniagiza kutoa ahadi ya kiasi cha shilingi za Kitanzania milioni 20. Naomba nimalizie kwa neno la Zaburi 127 mstari wa kwanza. Bwana, nisipoijenga nyumba wajengao wafanya kazi bure. Mungu amekuwa mtumishi mkuu katika ujenzi huu. Awe ndiye alindaye, akuzaye na kuibariki Ndolage. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Dayosisi ya Kaskazini Magharibi, na Mungu ibariki Ndolage.